Hello everyone, kwa ambaye anaitazama Costa TV kwa sasa, usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu. Lakini kubwa ambalo tunakuletea kwa sasa ni kuhusiana na mwimbaji wa muziki wa injili kutoka Tanzania Bi Rose Muhando, ambaye kule nchini Kenya amekuwa na huduma kubwa katika maeneo mbalimbali. Limeibuka swali ama limeibuka jambo ambalo linatakiwa kufahamika zaidi kuhusu Rose Muhando. Je, Rose Muhando ni tapeli? Ama je, Rose Muhando ni mtu wa namna gani? Ama je, Rose Muhando ni mwimbaji wa muziki wa injili? Sasa yeye mwenyewe Rose Muhando anaeleza mara baada ya maswali ya watu wengi kujitokeza huko nchini Kenya. Anazungumza kwa mapana yeye ni mtu wa namna gani. Hebu msikilize kwanza, halafu tutarejea. Watu wote hapa Nairobi na Kenya nzima kwa jumla na East Africa, niko hapa mbele yenu clear kile ambacho nadhani mmekisikia siku mbili tatu kimeongelewa kwenye mitandao ya kijamii kwamba Rose alialikwa Bungoma, hakwenda kwenye mkutano na alichukua 2,000, na pia nilikuwa na mikutano mingine 5 kote kwa nilichukua pesa na sikwenda. Nafikiri story iliongelewa na Alimkwana. Sasa niko hapa kuclear kwamba sio kweli. Labda nikiongelea Bungoma kisha nimlete host ambaye yeye alinileta kwenye mikutano 5 ambayo naona yote nikizunguka hapa Nairobi na Mombasa na kwingineko. Nilitoka nyumbani nilikuwa na Nathan Maina ambaye ndio huyu hapa. Yeye ndio leo host mikutano yote, na Alimkwana kunipigia simu, nilikuwa niko na kwa mchungaji huyu Pastor Maina wa Voice of Kings ya Voi. Nikiwa hapa Nairobi nilikuwa mikononi mwake. Ni kweli alinialika, lakini bahati mbaya sana kulingana na sababu zilizona ambazo siwezi kuzielezea sikuweza kufika. Sasa sitaki kusema kwamba tulibishania nini, palitokea nini. Sikuja hapa kama mashitaka, nimekuja hapa kukilia kwamba sio kweli. Alinialika na niliposhindwa kwenda kwenye mkutano wa Bungoma, nilirudisha pesa yao ambayo yeye anasema ni 2,200, sio kweli, ilikuwa ni 50,000, na niko na evidence hapa, nilirudisha 50,000. Na kule na kusema kwamba nilienda mikutano kama 5, wachungaji wote walinipa pesa na sikwenda, nadhani mchungaji mwenyewe yuko. Maana mimi sikwenda makanisa tofauti na watu tofauti. Mikutano yote ambayo nimeenda aliyekuwa host ni huyo hapa. Yeye ndio alienda mikutano yote Mombasa na kadhalika. Kwa hiyo huyo hapa yuko. Lakini mimi kwangu binafsi, jambo la mwisho ambalo limenisimamisha hapa, sikuja kueleza kwa urefu, ila nimetaka kuja kusema nimekusamehe, nimekuachilia, nakupenda kama mtoto wa Mungu, nakupenda sana. Nasema tena, nimekuachilia, nimekusamehe, na chochote ulichokiongea nimekuachilia kwa upendo wa Kristo kabisa. Bado utabaki kuwa kwangu, ni mtoto wa Mungu. Bwana, ndio kabisa. Mimi ni Generator Constantino Piusi. Tunakujuza tu kwamba tuna matangazo mazito wiki hii kuelekea katika tamasha kubwa kabisa la Wapo Gospel Festival Shangwe Popote, tarehe 9 Disemba kuanzia majira ya saa 6 adhuhuri na kuendelea. Sasa mkazo Dar es Salaam, Tanzania kwa ujumla wake, hili si tamasha la kukosa kabisa. Njoo na familia yako, njoo na ukoo wako, mababu na mababu, mabibi na mabibi wote, njoo nao katika tamasha kubwa hili. Kumbuka kuna kina Bella Kombo, mwanadada ambaye kwa sasa kweli anakuja kwa kasi, akisimama pale madhabahuni unasema yes. Lakini vile vile tupo pia na Hymnos, hawa majina mazuri kutoka kule nchini Uganda. Tumewagharamia, tumewakatia tiketi kutoka kule mpaka hapa kuja kumtukuza Mungu. Tupo pia na Obi Alpha, ni bora kumshukuru Mungu. My God. Sasa mimi nauliza wewe, unabakiji nyumbani? Tamasha kubwa sana ambalo halijawahi kabisa kutokea. Habari kubwa ya mjini kwa sasa ni Wapo Gospel Festival.
hapo, shangwe po 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 pote. Asante sana. Ndio.